34. Tulimalizia hapo 33b, na tukaona vile Bwana alivyotaka na wana wa Israeli na kazi aliyotenda ili kuwapatia urithi ng'ambo ya Yordani, ikiwa wakati Musa alikuwepo. Na sasa tunaingia katika somo letu la 34 ambapo tutaona vile Mungu anagawa haya mashamba ambayo ni nchi ambayo aliahidi, na kile Mungu ambacho ametuahidi ni lazima atatupatia, kwa sababu Mungu wetu ni wa haki na Mungu wetu ananena jambo ambalo linadumu na lipo na litakuwepo. Kwa hivyo wapenzi, karibuni sana tunapoendelea na somo hili ili tuone mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, na ningependa sana tuweze kuelewa mambo haya kwa undani ili tuone maana ya neno la Mungu ni nini, kwa sababu niliwaambia tangu mwanzo, tulipoanza kitabu cha Mwanzo, tuliongea juu ya kuwa ni Mungu mwenyewe anaongea, akiwa Mungu, akiwa muumbaji, akiwa mwenye kuturehemu, ambaye ni Adonai. Kwa hivyo wapenzi, tutaanza hapo sura ya 34, na tunaona ya kwamba jambo ambalo tunaenda kusoma wakati huu ni mipaka ya nchi ya Kanani, yaani the boundaries of Canaan. Na hiyo ni kama kusema, wakati tunaingia katika rehema za Mungu na utukufu wa Mungu, ni lazima tuwe na mipaka ya kila jambo. Tusiwe watu wa kuingia katika sehemu isiyo yetu. Ni lazima tujue katika ufalme wa Mungu kuna mipaka. Mtu hakai akiwa na uhuru kama ule ambao alikuwa nao mbele, ati anaweza kwenda upande huu arudi upande huu, anauma huku na anarudi huku. Hapana, tuna mipaka ambayo katika nchi ya ahadi, ama katika ufalme wa Mungu, ama katika enzi ya kiungu, ni lazima tuwe na mipaka. Hatuwezi kuingia kwa mataifa hivi hivi na tunarudi tena katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo Mungu aliweka mipaka ya kila jambo, na ndio unasikia hata waimbaji wa wimbo wanasema Mungu aliweka mipaka hata ya maji na nchi kavu. Kwa hivyo wapenzi, mtu wa Mungu si wa kujichanganya, ni mtu anayekaa katika sehemu aliyopewa. Kwa hivyo tukianza sehemu ya kwanza ya mipaka hii, ni upande wa kusini, south. Kwa hivyo upande wa kusini walipokuwa wanatayarishwa, ni Musa anaelezwa na Bwana. Musa anaitwa, ijapokuwa hata ingia katika nchi ya ahadi, lakini Mungu bado anampa amri ambazo atawaeleza wana wa Israeli, ili watakapoingia mahali pale, hata kama yeye hayupo, watajua mpangilio wa Mungu ulikuwa nini na ni nini, na wanatakiwa kuwa katika hali gani na kugawa nchi ya urithi kwa namna gani. Kwa hivyo wapenzi, kwa sababu niliwaambia tangu mwanzo Mungu aliongea na Musa, na sasa unajua niliwaambia ndugu yake Musa aliaga, ambaye ni Harun, na sasa Musa yuko peke yake, na yule kijana aliyechukua mamlaka ya baba yake Harun, yaani Eliezeri, bado hakuwa na ujuzi ule wa ndani kama pahali ambapo Harun walianza na Musa. Tangu kuzaliwa, tangu kuwa pamoja, tangu huyu Harun amkute Musa kule katika nchi ya Jethro ili awe nabii wake, na waje Misri naye na aone miujiza yote iliyotendeka, yeye akitumika kama nabii. Kwa hivyo mambo hayo kijana huyu Eliezeri hana, na ndio unaona sasa Mungu anamuita Musa peke yake bila kumuita huyu kuhani, lakini anamuhusisha mahali ambapo kuhani atatakikana. Kwa hivyo mstari wa kwanza, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Sasa Mungu amemuita Musa na anamuelekeza sasa ni kitu gani watafanya, kwa sababu tayari wamechukua nchi, wamerithi nchi kwa familia ya Ruben na familia ya Gad na familia ya nusu ya kabila la Manase. Kwa hivyo hao tayari wamepata nchi upande wa Moab, ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo sasa Mungu anamuelekeza Musa atakavyo waambia wana wa Israeli
ambao bado hawajarithi, ambao ni makabila 9.5 ambao wataenda kurithi ng'ambo ya Yordani. Nishike vizuri, makabila 9.5 hayajarithi bado. Makabila ambayo yamerithi ni 2.5. Kwa hivyo wapenzi, sasa elekezo hili ambalo Mungu ananena na Musa ni kuhusu wale makabila 9.5 ambao watavuka Yordani waende ng'ambo na waanze kurithi nchi kwa njia ya kujipigania wenyewe. Waagize, yani uwaagize, uwaeleze, na kuwaagiza ni kuwaambia kwa amri. Waambie wana wa Israeli wote, sasa wale waliosalia pamoja na hawa walio ng'ambo hii, wote ilikuwa ni lazima waelezwe, kwa sababu hii makabila 2.5 watawasaidia hawa kwenda kupigana vita kule ng'ambo, nao ingawaje wananchi yao. Kwa hivyo uwaambie, mtakapoingia nchi ya Kanani, na imeandikwa hapo katika bracket, hii ndiyo nchi itakayo waangukia kuwa urithi. Maana hiyo nchi ya Kanani kama mipaka yake ilivyo. Kwa hivyo nchi hii ambaye ni urithi wao, ambaye sasa wanapewa, iko ng'ambo, na wanaambiwa ndio itawaangukia ikiwa urithi wao, wale ambao wamesalia. Na ndipo wanaambiwa, ndipo upande wenu wa kusini, yani ni upande wa kusini kule wataanza. Angalia mahali wanaenda kuingilia. Wakiingia katika nchi ya ahadi, wanaingia wakiwa kusini ya mto wa Yordani. Kwa hivyo wakiingilia pale itakuwa ni kusini, south. Kwa hivyo wanapoingia, wanaingia kutokea south. Na nataka kukuambia nini? Wakati wanaingia wakiwa wanagawiwa kutoka kusini, ni lazima ujue ya kwamba kuna mambo yanahusika katika kusi. Upande wa kusini huwa kuna utulivu, huwa hakuna vita vikuu kama magharibi na mashariki, na vile vile kaskazi. Kwa hivyo sasa haitakuwa kali sana kama watakavyoanza. Kwa hivyo kumbuka, hata walipoenda kutalii ama kuangalia ama kupeleleza ile nchi hapo mwanzoni, mwaka wa pili walipotoka Misri, utaona ya kwamba waliingia kutoka kusini. Kwa hivyo lakini hawakuweza kupigana, kwa sababu wengi wa wale waliotumwa waliogopa, wale 10. Kwa hivyo hawangeweza, lakini Mungu alikuwa amepangilia hapo ndipo atakapoanza kuingia. Wakati Mungu anakuita katika wokovu, hakuingizi mahali ambapo pana vita sana. Anakuingiza polepole mahali utaingia vizuri, lakini vita utavikuta kule ndani ukiwa tayari umeokoka na umeingia katika ufalme, na itakuwa rahisi kwa sababu tayari Mungu amesha kuingiza. Kwa hivyo sasa, warithi, angalia, ndipo upande wenu wa kusini utakuwa tangu bara ya Sini kupita kando ya Edomu, na mpaka wenu wa kusini utakuwa tangu mwisho wa bahari ya chumvi kuelekea mashariki. Kwa hivyo wapenzi, wanaambiwa ya kwamba wakiingia, jambo la kwanza watajua ni kuanzia ile bara ya Sini, yaani ile jangwa ya Sini. Mnakumbuka mahali ambapo kuna kichaka shrub, ndiyo Sini. Na hii kuanzia hicho kichaka pale Kedeshi huko chini, hapo ndipo mpaka wao utakapokuwa. Kwa leo nawaambia ya kwamba ukiangalia ramani ya nchi hiyo utaona mahali Gaza iko, hapo ndipo mpaka uliopo kati ya Misri na nchi ya Israeli. Hapo area ya Gaza, hapo ndipo mpaka ulipokuwa, na ndiyo area ile ilijulikana kama area ya Beersheba upande wa kusini. Kwa hivyo wapenzi, kupita kando ya Edomu, yaani wakipakana na Esau. Esau ndiyo Edomu, yaani mchanga mwekundu. Basi kupakana na hawa ambao ni familia ya Yakobo, ni ndugu ya Yakobo ambaye aliitwa Esau, hapo ndipo itakuwa mpaka yao. Kwa hivyo Mungu hataki watu wake wachanganyikane na ndugu zao ambao hawako katika imani. Kwa hivyo inatakiwa uwe kando na watu hao
katika mambo ya kiungu, kwa sababu hawaamini yale ulio nayo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unajua Edom, yani Esau, alikuwa ameapa ataua ndugu yake wakati atakapompata, wakati alichukua urithi wake kwa kile chakula alichokula cha dengu. Kwa hivyo wapenzi, kumbuka hayo, na ndipo unaambiwa patakuwa na mpaka kando ya Edomu, hautaingia katika njia zake. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hata kama una ndugu na wengine na hawajaingia katika wokovu, hamwezi kuingiana. Weka mipaka yako nao, kwa sababu mambo yao wanayoamini na yale unayoamini ni tofauti. Basi patakuwa na mpaka, ingawaje kuna utajiri, yani mchanga mwekundu, utajiri wa kilimo na mengineo, lakini kutakuwa na mipaka. Usiingie sehemu isiyo ya urithi wako. Basi kuingia mpaka upande wenu wa kusini, mtaendelea nchi hiyo ikiendelea urithi wenu kusini mpaka mwisho wa bahari ya chumvi, yaani bahari ya chumvi, the salt sea. Mnajua mahali ipo, wale mkiangalia ramani, kwa sababu kwa sasa hakuna mtu ameingia pale, na kama unanisikiliza na umefika kule, unaelewa hiyo bahari ya chumvi iko kuelekea upande wa mashariki, ambao mto Yordani unamwagia maji yake huko. Maji yaliyo hai yakiingia ziwa hilo nyekundu, ziwa hilo la chumvi, basi mara moja inakuwa ni kifo. Kwa hivyo wapenzi, kisha mpaka wenu utageuka kwenda upande wa kusini wa kukuelekea kwenye Akrabimu, kisha kupita kuendea Sini. Kwa hivyo unaambiwa ya kwamba mtapita mahali pa majaribu, yaani upande wa kusini kuelekea upande Akrabimu. Akrabimu maana yake ni ngee, yaani ngee, scorpions. Yaani kutakuwa na majaribu mengi mnapoelekea sehemu ile, lakini mpaka wenu lazima mpite pale, mpigane vita hivyo vya hawa ngee. Na ndipo Yesu unakuta anakuambia katika kitabu cha Luka, anakuambia na mtakuwa na mamlaka ya kukanyaga nyoka na ngee. Kwa hivyo yale shida ama adui atakayekuwa amesimama kati yenu, tayari Mungu amewapa nchi ya adui hao walio wakali sana. Sijui kama umewahi kuona ngee katika maisha yako, lakini kwa wale ambao wamewahi kutembea ama kuishi jangwani ama sehemu ambazo ni za joto, wadudu hawa ama aina ya wadudu hawa hatari sana, walio na mkia mrefu ambao hung'ata mtu na mkia ule na kuweka sumu, basi huwa ni hatari sana. Kwa hivyo aliambiwa mambo kama hayo watakutana naye. Ndio niliwaambia lazima uelewe majina katika neno la Mungu inasema nini, ili uweze kufahamu hasa Mungu anataka ujue nini. Katika wokovu si ati iko salama sana, tuna vita hata tukiwa tumeokoka. Kwa hivyo itakuwa kuelekea na kufika katika ule msitu ama shrubs ile kuelekea upande wa Zini, na kutokea kwake kutakuwa kuelekea upande wa kusini wa Kadesh. Kadesh maana yake ni takatifu, yaani mlango mtakatifu. Hiyo ni kusema Kadesh Benea, mlango wa ushindi ama utakatifu wa ushindi, mahali wanaingia na ushindi. Hapo nakumbuka ndio aliingilia mara ya kwanza. Nakumbuka vile vile Miriam alikufia hapo. Kwa hivyo wapenzi, kisha utaendelea mpaka Hasaradari. Yaani Hasaradari ni mahali ambapo mnampenda Mungu, the love of God. Kwa hivyo tayari na kufikiria Azimoni, yaani mtakuwa na nguvu. Azimoni ni nguvu, yaani mkisha chukua urithi wa huyo wa kusini, sasa mkisha pata area hiyo ya Kiribim na zingine, hapo mtakuwa na nguvu, yaani mahali mtafika huo mpaka unaitwa Azimoni. Kwa hivyo kisha mpaka utageuka kuelekea Azimoni, yaani mahali ya nguvu na uweza mkuu, kuendelea kijito cha Misri, yaani kupakana na vijito vilivyo kaskazi ambavyo vinapatikana katika area ya Gansa. Kwa hivyo sasa ukiangalia mapu hiyo utaona vijito hivyo, yaani mahali majimaji, mahali kuna majimaji. Na hapo ni wakati mto Nile unapoingia kule katika ziwa la Mediterranean, na vile vile sehemu ya nchi iliyobaki ambayo ilipasuliwa na wakoloni miaka ya
90s hapo, ambapo walitengeneza Suez Canal, kwa sababu palikuwa na vijito. Kwa hivyo ilikuwa ni rahisi kuweza kutoboa maili 100 hiyo ya Suez Canal ili hii Mediterranean Sea iweze kuungana na ziwa la Shamu na safari iwe rahisi kuingia katika dunia nyingine iliyokuwa na maendeleo ya Far East na zinginezo, yani India na nchi zingine zilizokuwa na maendeleo. Kwa hivyo ukikumbuka katika historia, unakumbuka ya kwamba watu kama kina Marco Polo walipita njia ya juu, wakapita katika hali ngumu sana kupitia Urusi na kuendelea mpaka upande wa China ili kuona falme za Kublai Khan na kwingine. Kwa hivyo sasa njia ilihaisishwa. Sasa mpaka nataka uangalie, Mungu ametengeneza mpaka katika vijito vya Misri ili wana wa Mungu wa Israeli waweze kuwa na utajiri mwingi ambao utapitia mahali pale. Kwa hivyo Mungu amewabariki. Wakati Mungu anakuita, anaangalia mipaka yako na jinsi atakavyo kubariki. Asikuweke katika jangwa ambalo hautawezana nalo. Kwa hivyo wapenzi, kumbuka hata wakati unasikia Isaka aliweza kupanda wakati wa jua na akavuna, ilikuwa ni katika sehemu hii ya nchi upande huu, na ndipo unaona ya kwamba Mungu aliadilia, lakini watu wa dunia hawaoni vile Mungu anavyoona. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya muyaweke maanani na jinsi Mungu anavyogawa nchi. Kisha mpaka utageuka kutoka Azimoni kuendelea kijito cha Misri, na kutokea kwake kutakuwa baharini. Yaani kutokea kwake itakuwa either utatokea katika bahari ya kaskazini iliyo kaskazini kidogo hapo, yani upande wa magharibi ambaye ni Mediterranean Sea, na upande wa pale chini kusini unaona tuna ziwa la Shamu. Kwa hivyo tayari wana maji mengi upande wa kusini. Kwa hivyo Mungu ameangalia wasije wakawa na shida, bali watatumia hekima ya Mungu kuweza kufanya kazi ya kuweza kupanda mimea na kuweza kupata riziki yao. Kwa hivyo wapenzi, Mungu ana mpango mzuri kwa yeyote anayeokoka, na ndio nawaambia muangalie sana jinsi anagawa mipaka. Hiyo ikawa ni upande wa kusini. Kwa hivyo ndipo unaona hata siku ya leo katika Israeli wanafanya ukulima wa ajabu sana, kwa sababu walipewa nchi ambayo wameweza kuitumia, ijapokuwa ni jangwa, lakini Mungu aliona ya kwamba atawapa hekima ambayo inaweza kuwalisha na kuwapa utajiri mkubwa sana. Na unajua watu hawa si wengi vile unafikiria. Watu hawa inaonekana katika hesabu yao ulimwenguni leo ni watu kama milioni 12. Kwa hivyo bado hesabu yao haiongezeki. Kwa nini? Kwa sababu ilipungua. Angalia, walikuwa makabila 12, lakini kwa leo wanaoitwa Wayahudi ni makabila matatu. Ni makabila matatu. Ya kwanza ni ya Yuda, ya pili ni ya Benjamini, ya tatu ni Caleb aliyekuja. Unaona nini hapo? Unajifunza nini kati ya hawa makabila matatu yaliyobaki? Yuda ni kifalme, yeye ni mfalme, ni utajiri, provision, ni utajiri mwingi sana. Ya pili Benjamin ni mtu wa vita, ni jeshi la vita. Ya tatu Caleb ni mtu kutoka nje, ana roho mwingine wa nje, yaani sisi tuliotoka nje tukaingia. Caleb aliwafuata apate baraka. Kwa hivyo hii ufalme tumeitwa, hata Waisraeli wakiwepo, hata nasi tumekubalika. Na ndipo katika kitabu cha Rumi inasemekana we have been engraved, tumeweza kuingizwa kwa roho wa nani? Kwa roho ama damu ama uweza wa Ibrahimu, nasi tumekuwa kupitia Caleb. Sasa unaona tunaitwa Wayahudi. Mambo haya yashike, kwa sababu ni siri iliyofichwa, na nataka mwende mkifichuliwa, muweze mkiona fumbo lililo katika maandiko ya Mungu. Kwa hivyo watu wa mataifa, watu wa vita na watu ambao ni wafalme, hawa watu ndio wamepewa urithi wa Mungu, na yule anayefuatilia pale ni kuhani ambaye haachani nao kila wakati kwa kutoa dhabihu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wapenzi, sasa twende tuangalie kusini, upande wa magharibi. Kwa hivyo sasa walipopata kusini wamepata, na umeona vile nchi imelengwa mahali pale. Kisha mpaka wenu wa upande wa magharibi utakuwa bahari kubwa na mpaka wake.
Bahari kubwa ambayo inapatikana upande wa magharibi ya nchi ya Israel ni Mediterranean Sea, ambaye unajua Mediterranean Sea imechukua nchi nyingi sana ambazo zinafanya biashara na meli, biashara za majini. Kwa hivyo wamepewa upande wa magharibi bahari hii kubwa, ili biashara zote zinazoendelea katika Mediterranean Sea hawa watakuwa na uweza. Nakumbuka niliwaguzia wakati moja, wakati Jezebel alitaka kuolewa na Ahab, ni kwa sababu utajiri mwingi ulikuwa katika Jerusalem kwa sababu ya biashara, ndipo palikuwa roho ya biashara nyakati hizo. Kwa hivyo sasa unaona upande huu wa magharibi Mungu amepeana bahari kubwa. Bahari kubwa hii ina nchi gani? Angalia, kuna nchi ya Uturuki, yani the Turkey, kuna kisiwa cha Cyprus ambacho ni muhimu sana kwa kina Bishop Makarios, kuna vile vile Ugiriki iko mahali pale, vile vile kuna Italiani, vile vile kuna Spain, unaona, vile vile kuna nchi ambayo ni Morocco pale, kuna nchi ya Libya, kuna nchi kidogo ya Algeria imeguza, angalia Tunisia, angalia Misri. Zote nchi hizo zimeguzwa. Wakati mto wa Nile inaleta biashara, na wakati nchi hizi zote zinafanya biashara ya kuelekea mashariki, yote inapitia ikiguza wana wa Israeli. Hiyo ndiyo mpaka. Kwa hivyo hawatakuwa maskini kwa sababu biashara yote ikipita karibu na ninyi mnapata kitu. Kwa hivyo wapenzi, ndio unaona Mungu akawaambia mipaka yenu itakuwa mnapakana. Na unaona hata mji mkubwa wa Israeli uko mahali gani? Katika pwani ya ziwa hili kubwa, mji unaoitwa Tel Aviv. Na vile vile kuna mwingine unaitwa Haifa, na kuna mwingine, mnakumbuka wakati mtumishi wa Mungu Petro alipotumwa kule chini upande wa Jopa, mnakumbuka mambo hayo yote yako katika laini hiyo ya baharini ambako biashara ilikuwa, na dada yule ambaye anaitwa Lydia aliweza kukaa mahali pale, Tabitha. Mnakumbuka mambo haya, utajiri mwingi ulikuwa katika sehemu hiyo. Kwa hivyo wapenzi, hii ndiyo mpaka wenu upande wa magharibi. Kwa hivyo magharibi hakuna mambo mengi, wamepakana na bahari kutoka kaskazi kuteremuka. Unaona, hiyo yote biashara wameishikilia. Kwa hivyo wapenzi, hakuna umaskini katika nchi kavu. Mungu amewatendea, amewawekea maji kule kusini, na sasa amewapa bahari upande mzima na biashara zote. Nakumbuka ukisoma kitabu cha huyu kijana anaitwa Jona, wakati aliambiwa ataenda kupeana habari Nineve kule katika nchi ndani kabisa, juu kaskazi ya mto wa Tigris na Euphrates, pale panaitwa Nineve, ambapo alijua huko biashara hizo haziendi vizuri. Alitaka kwenda Tarshishi. Jina ya Tarshishi wakati ule ni Spain ndio iliitwa Tarshishi. Kwa hivyo alitaka kwenda akifanya biashara zake huko ili apate utajiri, lakini akatupwa baharini na akaweza kumezwa na yule nyangumi ambaye alimpeleka akamzungusha kupitia ziwa Nyekundu, the Red Sea, akampitishia huko Indian Ocean, akamzungusha mpaka kwenda kumuingiza katika mto unaoingia pale Basra, akapanda na mto Euphrates ama Tigris, akaenda mara moja akamwagwa Nineve. Na hapo ndipo alienda akahubiri akiwa na hasira sana. Kwa hivyo wapenzi, angalia vile Mungu anafanya kazi. Ndiyo maana nataka tuweze kuelewa mambo haya, Mungu ana mpangilio gani. Kisha mpaka wenu wa kaskazini, sasa upande wa kaskazini, kisha mpaka wenu upande wa kaskazini utakuwa ni huu: kutoka bahari kubwa mtajiandikia mlima wa Hori. Kwa hivyo kutoka bahari kubwa watakuja mpaka mlima wa Hori. Yaani huu ni mlima mfupi tu, si mlima mkubwa kama milima mingine Abirim na mengineo, Abarim na ingineo. Hapana, ni kama mlima Hori. Na unakumbuka Hori, mahali hapo pana historia, mahali ambapo mtumishi wa Mungu aliweza kulalia kufa, huyu ambaye anaitwa Harun. Kwa hivyo utakuja mpaka mahali hapo upande wa mashariki, upande wa kaskazi utakuwa mahali pale, na kutoka mlima wa Hori
mtaandika mpaka kuingilia kwake Hamathi, na kutokea kwake mpaka kutakuwa na Sedanta, yaani upande wa kaskazi. Utakumbuka Sedanta ni nchi ambayo tunasema Sedanta ilikuwa ni kijiji cha huyu Baruchi. Baruchi alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa ni mtu mweusi, lakini alikuwa siku za Yeremia, ambaye alimtoa Yeremia katika shimo katika kisima alichokuwa ametupwa ndani. Unakumbuka? Basi katika kaskazi hiyo, hapo ndipo mpaka wa kaskazi utakapokuwa. Tena kutokea utaelekea huo mpaka kutokea Zifron, yaani mahali ambapo kuna nyasi, maua blooms, maua mazuri kama wakati huu wa spring. Hapo ndipo mpaka wao utakapofika kaskazi, na kutokea kwake kutakuwa Hasare, yaani mahali wanapenda Mungu, Hasare nani. Na hapo huo ndio mpaka wenu wa upande wa kaskazi, kule kaskazi. Unajua hapo sasa Hasadari, unajua ni mahali ambapo Yesu alienda wakati wa mwisho, tunaita Gaul. Yaani Gaul ilikuwa ni mchanganyiko wa watu wa Faransa na watu wa Italiani. Gaul Gaul ilikuwa inaonyesha Ufaransa, na Latia inatokana na Italy. Kwa hivyo Galatian, sehemu hiyo ya kaskazi, walikuwa wakitoa dhabihu zao kutolea miungu yao ambaye ni miungu ambaye ilitaka damu, walitoa watoto, walifanya mambo kama hayo mabaya. Mipaka imewekwa pale, na ndipo unaona ndio panaitwa Kaisaria Filipi, kule juu kabisa. Area hiyo ndio Yesu alienda wakati wa mwisho, wakati alikuwa anauliza watu wake, watumishi, anauliza, nyinyi mnaniita mimi ni nani? Hapo walipokuwa mahali pale, alikuwa ameenda kuvunja kazi zote za kutoa dhabihu za wale watoto, na wengine dhabihu za damu, na wasichana mabikira, na wengine alienda kuvunja hizo nira mbaya za shetani zilizokuwa zinaua watu wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, ninakwambia nini? Hiyo ndio ilikuwa mpaka, na ni lazima Yesu angepita pale ili kutakasa sehemu hiyo ambayo ilikuwa imeingiliwa na mambo mengi ya kidunia ya kutoa dhabihu za aina hiyo. Akasimama pale katika mwamba na akavunjavunja, na ndipo alisema hata hakuna milango ya kwa shetani haitaweza kustahimili. Kwa hivyo wapenzi, hapo kaskazi ndipo mpaka ulipopitia, na unaona ya kwamba Mungu ana mpangilio mzuri ati katika nchi yake. Hataki mambo ya kutolewa dhabihu za uongo, mambo ya kutolewa dhabihu za damu na kuua watoto. Hapana, anataka wawe watu wa imani. Na basi mpaka nao ulikuwa namna hiyo. Na upande wa mashariki, kisha mtaandika mpaka wenu wa upande wa mashariki kutoka Hazarenani hata Shefamu, yaani kutoka mahali ambapo tumesema ni kaskazi, kule kaskazini ambako mpaka ulikuwa umefika wa kaskazi, na sasa utafika upande wa mashariki mahali inaitwa Shefani. Kisha mpaka utateremuka kutoka Shefani mpaka Ribla, upande wa mashariki wa Aini. Kwa hivyo wapenzi, ukiangalia utaona ya kwamba kufikia hapo Aini, kumbuka huyu alikuwa mama mmoja ambaye kijana wake alikufa, alikuwa anaishi sehemu hiyo ya mashariki. Kwa hivyo wakati akiwa mahali pale, mpaka uliteremkia pale, yaani utazuia mambo mabaya, kifo na mambo mengine na adui wengine. Kisha mpaka utateremuka na kufikiria bahari ya Kenerethi upande wa mashariki. Hii ni bahari iliyo upande wa mashariki, ambapo imetokana na mito hii ambayo ni mto wa Yordani, bahari ndogo ndogo zilizo pale, kwa sababu hapo ndipo mpaka utakapofika upande wa mashariki. Kisha mpaka utateremuka na Yordani. Unaona, utateremuka na Yordani, yaani kutoka pale kaskazini utateremuka na Yordani, na kutokea kwake kutakuwa hapo bahari ya chumvi. Hii ndio nchi yenu. Yaani sasa kuteremuka kutoka ile milima mikubwa ya huko juu, inaitwa Ararat, huko mbele kabisa, mahali mito kidogo kidogo imekuja inaunga inatengeneza mto wa Yordani katika milima ile, katika nchi ya Uturuki huko Take. Mito hiyo inayokuja inaungana inakuwa Yordani, inatengeneza hiyo bahari ndogo iliyo chini, yaani hii bahari
Kinereth ni Caspian Sea, hizo zilizo hapo Caspian ama Black Sea, zile unaziona pale mashariki. Hapo ndipo nchi itakatia, iteremuke na mto wa Yordani, yaani iteremuke kabisa kuja mpaka bahari ya chumvi. Hapa chini kabisa mahali wana wa Israeli wako katika area ya Moabi na mahali ambapo Musa amewapigania. Hiyo ndio nchi wamegawiwa. Sasa iangalie, si nchi kubwa sana, lakini ni nchi imezungukwa na maji kila upande, uhai. Kaskazini kuna bahari hizo za Kinerezi, vile vile kuna Yordani, vile vile kuna ziwa kubwa, vile vile kuna vijito vya Misri. Angalia, Mungu amezunguka utajiri wake na uhai. Kwa hivyo wapenzi, wakati Mungu amekuita, anakuzunguka na uhai. Hakuna wakati utasumbuka, labda wewe mwenyewe upende kujisumbua. Kisha mpaka utateremkia hapo Yordani kuja kufika mpaka upande wa bahari ya chumvi, kama mipaka yake ilivyo kuizunguka pande zote. Kwa hivyo wapenzi, umeelewa? Na hii nataka kukuelezea kwamba wewe ni nchi ya Mungu. Wewe ni nchi ya Mungu. Mwili wako na yote ulio naye, Mungu amekuzungushia baraka za maji, baraka za uhai, na hakuna shida unaweza kuwa naye. Labda utoke mwenyewe katika baraka za Mungu, uende kujitafutia mwenyewe, lakini ukikaa katika utukufu wa Mungu, amekulinda kwa kila upande. Hata mahali kuna adui, Mungu amekupa uweza. Kisha Musa, yani nataka sijui kama unanielewa vizuri. Nataka uelewe Israeli imewekwa kwa njia gani. Imeonyesha vile Mungu anampenda mwanadamu, vile amemulinda kutoka kila upande, vile akikaa ndani yake atakuwa na utukufu, vile ambavyo baraka za Mungu zitaandamana pamoja na yeye. Haya ni mambo ya ndani na waelezea, na yapo hapo ndio tunayasoma sasa katika Biblia. Nataka uyafahamu vizuri, ndio ukisoma neno la Mungu si ya kutupa, si ya kukufanya maskini. Neno la Mungu ni ukae katika nidhamu ya Mungu, uweze kutajirika na kurithi ufalme wa Mungu. Ndio wanaenda kurithi nchi ambayo Mungu anawapa. Sisi tumekuwa nchi ya Mungu, maana anaishi ndani yetu, na akiwa ndani yetu hata ngee, scorpions na wengine na mambo ya umaskini haitatupata, kwa sababu ametuzunguka upande upande, na hatuna mahali tunaweza pata shida. Labda tujitoe twende kwa mataifa. Kwa hivyo wapenzi, kisha Musa akawaagiza wana wa Israeli akisema, hii ndiyo nchi mtakayoirithi, hivyo ndivyo mtakavyoishi, hivyo ndivyo mtakavyokaa. Na kitu ambacho umerithi hautoki ndani yake, unakaa ndani yake kwa sababu ni chako. Na Mungu akiwa ndani yenu, maisha inakuwa mazuri na hayana shida. Hii ndiyo nchi mtakayoirithi kwa kupiga kura ambayo Bwana ameagiza wapewe watu wa zile kabila 9.5 ya kabila ya Manase. Kwa hivyo wapenzi, kabila hii nusu ni ile ya Manase, kwa sababu moja itapewa ng'ambo ile ilipewa pamoja na kina Ruben, na hii nusu ingine itapewa upande huu, yote ikifanya makabila 9.5. Na anasema nini? Mutapata hii kwa kupiga kura. Maana ya kupiga kura kwa Kiingereza tunasema vote. Maana ya kupiga kura ni mtu yeyote asione kama alidanganywa, yaani apewe mahali pengine aseme hapo sio nilitaka, ni kwa sababu mimi sikuweza kuhongana, sikuwa na uwezo, sababu hatukuwa na Mungu anakataa hiyo. Kura zote, shamba yote itawekwa katika kapu, imeandikwa kila sehemu, na kila mtu atachukua yake, kura yake. Mahali kura yako itakupeleka kulingana na mkono wako, vile ulichukua, kama vile ambavyo tunapata maploti wakati tunanunua shamba, tunagawana, tunachukua kura. Hii kura ikikupeleka mwisho, ingine inakupeleka barabarani, ingine inakupeleka mtoni, ingine inakupeleka wapi, hiyo ni yako na hakuna mtu aliyekuchagulia, ni wewe. Hivyo ndivyo Mungu alisema watu wawe wanagawiwa kwa kura. Lakini siku hizi kumeingia corruption, kumeingia ufisadi mwingi sana. Hata surveyor akiingia kugawa nchi, kugawa maploti, anagawa zake kwanza, alafu anagawia watu kulingana na wewe ni wa familia gani, wewe ni akina nani, na yake pengine inafanywa kubwa kidogo kuliko ya wengine. Kwa hivyo hiyo ni ufisadi. Mungu alikataa
Ufisadi wa aina hiyo Mungu amekataa. Ukiwa mtu mwenye haki, ikiwa wewe ni surveyor, lazima upime vile inatakiwa, kipimo kinachotakikana, na upee watu kura, kila mtu achukue mahali palipo pa haki yake. Katika ufalme wa Mungu hatuchukui baraka za mwingine. Baraka za mtu ni za mtu, na mtu baraka zake hazifanani na mwingine. Wao nabarikiwa na hii, mwingine anabarikiwa na hii, lakini kwa wote sisi hatutakosa, kwa sababu tutakuwa kila mtu amepata haki yake. Kwa kuwa kabila ya wana wa Ruben kwa nyumba za baba yao na kabila ya wana wa Gad kwa nyumba za baba zao wamekwisha pata, na hiyo nusu ya kabila ya Manase wamekwisha pata urithi wao, wale walipata ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo wapenzi, utaona ya kwamba, nataka uangalie huyu Manase. Kwa nini amegawanywa nusu nusu? Nataka ujue jambo moja katika siri za kiungu. Manase amegawanywa nusu upande ule wa kurithi ng'ambo ya Yordani na nusu upande huu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ametolewa miungu wa Misri, miungu wa dunia. Alikuwa ametolewa dhabihu akiwa mtoto wa kwanza wa Yusufu. Kwa hivyo nguvu zile za miungu wa dunia walikuwa na uweza mwingi, na angeweza kuwa shida kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo ndio anagawiwa nusu. Wewe kaa ng'ambo hii, unawezwa na watu kama Ruben na Gad, ni watu wagumu tu, watangengana na wewe. Na ng'ambo hii ingine utaenda nusu ingine huku, wana wa Israeli watadili na wewe mpaka ukae vile Mungu anataka, kwa sababu Mungu alisema wapewe nafasi na wachukue nafasi hiyo. Kwa hivyo wapenzi, angalia, ukiwa na roho hiyo ngumu, roho hizo zinakufuata, roho za miungu wa kidunia. Kwa mfano, kama leo nimekuwa nikisoma juu ya miungu imerudi. Miungu iliyokuwa zamani sasa imeanza kurudi, imerudi kwa madisco, imerudi kwa matabia, imerudi kwa mafikira za vita nyumbani, imerudi kwa mambo ya anasa, imerudi kwa usherati, imerudi hii miungu sasa imeanza kuonekana hata kanisani, imeanza kuonekana ikisimama, kwa sababu imefunguliwa wanaume kuolana na wanaume, wanawake na wanawake. Hii ni miungu ambayo imeachiliwa, ambayo ilikuwa imezimwa wakati watu waliamini neno la Mungu. Na sasa tunarejeshwa, tunapata urejesho katika neno la Mungu. Tujue ya kwamba lazima tuwe na nidhamu ili tuweze kupinga hii miungu isije ikasambaratisha dunia na kuharibu familia na kila kitu. Kwa hivyo wapenzi, unaona ya kwamba hawa ilikuwa huyu ni lazima agawanywe hivyo, nusu huku nusu huku, kwa sababu angepewa mahali pamoja angekuwa na mamlaka na roho hizo. Unajua tunasema roho haifi, ipo, na kwa hivyo hiyo roho ingeweza kukaa mahali moja, ingeweza kuwa shida sana. Lakini ikiwa huko na huku imegawanywa, haina uwezo mkuu, kwa sababu huko imefinyiliwa, huku imefinyiliwa. Na watu walio na hizo roho, hata wakiwa katika nyumba ya Mungu, tunawafinya kwa sababu waokovu ni wengi. Na ndio Biblia inasema dhambi ilivyoongezeka ndivyo neema nayo ilizidi kuongezeka. Kwa hivyo wapenzi, sasa neema ya Mungu iliweza kuongezeka, na ile dhabihu za kule Misri za kina Manase hazingeweza kufaulu. Kwa hivyo wapenzi, angalia, neno la Mungu ni kweli na ni amina. Kwa hivyo hizo kabila 2.5 ya kabila wamekwisha pata urithi wao huko ng'ambo ya pili ya Yordani, hapo Yeriko, upande wa mashariki kuelekea mawio ya jua. Kuelekea mawio ya jua, huko wamepata mahali jua hutokea, dawn of the sun. Kwa hivyo wamepata mali yao huko. Sasa hao watarithi huko na utajiri wao tayari wanayo. Kwa hivyo tuone sasa, umeona vile nchi imegawanywa. Hakuna umaskini katika nyumba ya Mungu. Ni lazima upate kilicho chako ukidumu katika wokovu ama katika urithi ambao Mungu amekupa. Kwa hivyo wapenzi, tuone vile ambavyo viongozi waliteuliwa wa kwenda kuigawa hii nchi, kwa sababu kama ikiachiliwa watu wote tu kwenda kugawa nchi, nimekuambia ya kwamba ufisadi ungeingia. Mungu alikuwa na mpango, hakuachilia tu ati watu fulani ndio watagawa nchi. Hapana, angalia sasa vile amepangilia. Kwa nyumba ya Mungu kuna mpango wa vile kazi itafanywa. Kisha Bwana akanena na Musa. Sasa anamueleza Musa, anamwambia vile ambavyo nchi itagawiwa, urithi utakuwa namna gani. Haya ndiyo majina ya watu watakaowagawia nchi iwe urithi wenu:
Hawa watu ndio Mungu ameteua. Ni Mungu mwenyewe anaambia Musa, si Musa anateua, ni Mungu ameteua. Anaambia Musa awaambia wana wa Israeli, haya ndiyo majina wale wameteuliwa watakao wagawanyia nchi iwe urithi wenu. Si kila mtu ama mtu yeyote asimame huko aseme ni mimi ama ni mimi nitakuwa kiongozi wenu. Unaona hata viongozi wengi wanateuliwa siku hizi wamekuwa shida tu. Wengine hawana hekima, wengine wanaenenda na njia za mwili, wengine ni watoto hawajaelewa. Mungu anasema watu ambao wamekomaa waongoze wengine, kwa sababu wameona mengi, na mambo ya mvi yaheshimiwe. Mambo ya watoto kuongoza watu. Ni unakumbuka wakati wa Suleiman, kijana yake alipochukua mamlaka, alienda kuuliza vijana wenzake, nifanye nini? Wakamwambia, kwenda ufinye watu kabisa, umalize hawa. Hauwezi kutawala watu vizuri kama unawafinyilia. Watu wanataka hekima, kuwapeleka pole pole na neno la Mungu na hekima ya kiungu, ili waweze kubadilika na kukaa kadri ya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo akasema mtu wa kwanza atakayeteuliwa, Eliezeri kuhani. Huyo kuhani ndio ameteuliwa kwanza. Na ni kwa nini Mungu hakumwambia Musa ndio atakuwa pale? Kwa sababu siku za Musa zimedidimia, zimekwisha. Siku za Musa haingii kule. Kwa hivyo sasa hapewi kazi. Wakati Mungu amemalizana na wewe, amemalizana. Hakuongezi kazi tena. Wewe kazi yako imekwisha. Na ni wewe unaambiwa uambie wana wa Israeli. Unaona, yani Mungu hakai kama wanadamu. Ukikosa kile Mungu alitaka, atakuweka pale tu na utafanya vile anataka, alafu baadaye akupeleke home. Kwa hivyo anaambiwa achukue Eliezeri, kwa sababu sasa yeye hata kuwako, na kama hayuko, nani atakuwa na mamlaka mengi sana ya kiungu? Ni Eliezeri kuhani. Kuhani ndio ameteuliwa awe kama moja wa viongozi ambaye ataulizwa mambo ili wana wa Israeli waendelee katika nchi ya urithi. Kwa hivyo kuhani ana mamlaka makuu katika urithi wa kiungu. Naye atakuwa amefuatiliwa na nani? Kwa sababu gani tena huyu kuhani amechaguliwa? Kwa sababu ana maono. Yeye ndio ana maono ya Mungu, vision. Na ndio amechaguliwa kama chairman. Yeye ndio ataongoza. Naye Yoshua ambaye alizaliwa mwana wa Nuni, na mwana wa Nuni alikuwa katika familia ya Efraimu, na familia ya Efraimu ni mtoto wa pili wa Yusufu, ambao walikuwa na utajiri wa provision kutoka Misri. Unaona, baraka zile Yusufu alipewa ni provision, utajiri. Yeye ndio alileta utajiri katika Israeli. Kwa hivyo huyu Efraimu, kijana wake yani wa urithi huu anaitwa Yoshua. Katika jamii hiyo yeye ndiye ameteuliwa kuongoza wana wa Israeli, akiwa badala ya Musa. Sasa hayupo. Ndio maana Musa aliambiwa mwekelee roho yako, mikono yako, ili roho yako kidogo ingie ndani yake. Ni kidogo, si yote. Roho yake ya Musa ingie ndani yake. Kwa hivyo akiwa na hekima hiyo, akiwa chini ya kuhani, wataendelea vizuri. Kwa hivyo yeye atakuwa na kitu tunaita provision ya kitajiri. Naye kuhani ana maono. Mahali pana maono pana utajiri, yuko pale. Kwa hivyo Mungu huwa anataka ukiwa na maono pawe na utajiri, zinaenda pamoja. Kuhani na maono peke yake bila watu walio na utajiri, hiyo maono haiwezi kuendelea, kwa sababu inahitaji utajiri. Na ndio naona Yesu katika Luka 8 wakati ana maono yale atakayotenda na kuokoa watu warudi katika njia za Mungu, yeye hangeweza, hakuwa na fedha, hakuwa na uwezo huyo, ijapokuwa alikuwa Mungu. Kwa hivyo ilihitaji awe na hawa wamama ambao walileta mali zao na kumtumikia ili aweze kutenda kazi, provision. Kwa hivyo zinaenda pamoja, kuhani na Joshua waende pamoja. Kwa hivyo wapenzi, kisha mtatoa mkuu mmoja wa kila kabila. Baada ya hao kutakuwa na mtu mmoja kutoka katika kila kabila zile 12, ili waigawanye hii nchi ya iwe urithi wenu. Kwa hivyo hii sasa itakuwa watateuliwa katika kila kabila, wale watakuwa kule ng'ambo, na majina ya watu hao ni haya katika kabila ya Yuda. Na jambo moja nataka uangalie hapa, hautaona Gad na hautaona Ruben. Unaona kwa nini? Kwa sababu tayari wamegawiwa kule ng'ambo.
hawawezi kuja tena kusaidia kugawa huku, kwa sababu huku hakuna kitu wanapata. Kwa hivyo kura yao haihitajiki. Ndio maana unaona haya makabila 9.5 ndio watakao kuwa pamoja na kuhani pamoja na huyu mtu wa Mungu ambaye ni Joshua. Basi wakiwa watakuwa 12. Kwa hivyo tuangalie tuone, kwa sababu hii nusu ya Manase ndio itafanya iwe 12. Katika kabila ya Yuda alichaguliwa nani? Alichaguliwa Caleb mwana wa Yefune. Huyu niliwaambia aliitwa Hobabu. Hobabu alikuwa ni wa familia ya Jethro. Yeye alikuwa wa mataifa waliishi kule jangwani, na alikuwa ni wa uzao wa Ketura aliyekuwa mke wa Ibrahimu. Kwa hivyo wapenzi, huyu sasa Hobabu aliambiwa na Musa, twende na wewe, unajua njia za huku katika jangwa sisi hatujui, na tutakapofika kule tutakugawia kile Mungu atatupa. Na ndipo unaona alisahaulika sana na Joshua. Joshua hakutaka kumpa sababu Musa hayuko. Ukisoma Joshua 14, hapo ililazimu huyu Caleb akumbushe Joshua, amwambie, kumbuka nilipokuwa miaka 45 vile tulifanya huko, na Mungu alisema nitagawiwa, na Musa akaweka udhabiti. Kwa hivyo ndipo aliambiwa aende akapigane kwa Arphaxad, huyu mfalme aliyekuwa mgumu, ambaye Waisraeli hawakumweza, ambaye sasa ndio Jerusalem iko mahali hapo. Kwa hivyo wapenzi, huyu aliteuliwa katika nyumba ya Yuda. Yeye ndiye aliongoza, ijapokuwa alikuwa mtu wa mataifa. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu pale tulipoanzilia pale, kuanzia hapo kama 13 hapo, utaona Mungu alisema ijapokuwa Caleb ana roho nyingine, lakini ataingia katika nchi. Kwa hivyo wapenzi, anatuwakilisha sisi wote ambao hatukuwa katika ufalme huo. Sasa tumekubalika katika ufalme huo, tunaongoza nyumba ya utajiri ya Yuda, kingship. Kwa hivyo akachaguliwa, yeye ndio atasimamia nyumba ya Yuda. Na katika kabila za wana, na unajua huyo sasa, nimekuambia ushike sana, ni familia ya Ketura, ni familia ya Ibrahimu ya nje kabisa. Yaani unajua wana wa Israeli wana wazazi wangapi? Wawili. Recho, yani Raheli, wakiwa na Lea, na walikuwa vile vile na wale wanawake makahaba wawili ambao zuria zao ambao wanaitwa Bilha na Zilha. Kwa hivyo sasa Caleb hakuzaliwa kati ya hao, yeye ni wa nje kabisa. Elewa vizuri. Na katika kabila ya wana wa Simeoni, Simeoni ni uzao wa Lea, alizaliwa katika nyumba ya Lea. Na Shemueli akachaguliwa, Shemueli mwana wa Amihudi. Kwa hivyo huyu akachaguliwa katika nyumba ya Simeoni. Simeoni alikuwa ndugu ya nani? Alikuwa ndugu ya Lawi. Na walipoingia kule Shekemu, dada yao yule mdogo aliitwa Dana. Huyu Diana, wakati Diana alipoenda huko akashikwa na mfalme na kijana wa mfalme wa Shekemu na akaweza kubakwa, hawa wawili Simeon wakiwa na Lawi walienda na mapanga wakawaua walipotahiri siku ya 3. Na baba yao akawa na hasira sana, akasema upanga wake uliweza kumaliza wale watu ulimpigania. Kwa hivyo sasa Mungu alimteua Lawi awe kuhani na akamwacha Simeon. Kwa sababu gani? Simeon yaachiliwa upande huu, naye huyu akachaguliwa katika Walawi. Kwa nini? Kwa sababu alilipisha kisasi wakati ambapo kulikuwa lazima kupiganwe na watu 3,000, aliweza kuwaua na yeye akaweza kusamehewa. Nitafunza hiyo baadaye. Kwa hivyo wapenzi, katika kabila ya Benjamin, hawa watu wa vita, huyu ni wa nyumba ya Raheli, na nyumba yake ilichaguliwa Elidadi mwana wa Kisiloni katika familia yake. Katika kabila ya wana wa Dan, huyu alikuwa ni mtoto wa Bilha ambaye alikuwa ni zuria wa Recho, alikuwa ni mfanyikazi wa Recho. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa 6, Dani alizaliwa na Bilha. Kwa hivyo sasa ni nyumba ya Recho imechaguliwa mwingine ambaye mkuu wake alikuwa Buki mwana wa Yogli. Na katika nyumba ya Yusufu, kwa sababu ya nani? Ya Manase, anakuja kule tena. Katika kabila ya wana wa Manase, ile kabila nusu, kukachaguliwa Henieli mwana wa Efude. Na katika kabila ya wana wa Efraimu, vile vile ni nyumba ya Yusufu. Angalia, Yusufu anachukua urithi mara mbili, sababu hii inahitajika na baba yake alimbariki kabisa. Sasa huyu Efraimu aliyekuwa mdogo kule katika Misri, unakumbuka aliwekelewa mkono na baba yake kama mikono imepitana na babuye ambaye ni Yakobo.
Sasa ndio huyu, na wamepakana sana na Juda kule kaskazi, nchi ya milima ya Efraimu. Ina historia kubwa sana katika Biblia. Basi naye katika nyumba yake ikachaguliwa mkuu ambaye anaitwa Kemueli mwana wa Shiftani. Na katika kabila ya wana wa Zabulon naye, na unajua huyu Efraimu ni nyumba ya Recho, ushike hiyo, na vile vile Manase ni nyumba ya Recho kwa sababu wao ni watoto wa Yusufu. Kwa hivyo unaona, nataka uangalie hiyo kwa sababu ina muhimu sana, na nitaguzia ni kwa nini. Yakobo alimpenda sana Raheli. Hata alipoona Raheli mara ya kwanza akienda kwa Laban pale kwenye kisima, alimshika akamkumbatia akalia. Kwa hivyo upendo, na alifanya kazi miaka 14 ndio aweze kupata Recho. Kwa hivyo roho ya Yakobo ilimpenda sana Raheli, na ndiyo Mungu anaenda akiangalia mahali upendo ulipokuwa wa mtu wake. Kwa hivyo angalia sana, kuna mambo nataka ujifunze hapa. Kwa hivyo wapenzi, na kabila ya wana wa Zebulon, huyu alikuwa ni wa nyumba ya Lea, ambaye alizaliwa na Lea. Mkuu wake aliitwa Elisavani mwana wa Parnaki, naye vile vile aliteuliwa. Na katika kabila ya wana wa Isakari, yaani huyu alizaliwa katika nyumba ya Lea. Isakari ni mtoto wa Lea. Mkuu aliitwa Patieli mwana wa Azani, ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 30 mstari wa 18. Na katika kabila ya wana wa Asheri, Asheri alikuwa vile vile ni mtoto wa Lea, na mkuu Alihudi ndiye aliyechaguliwa mwana wa Shelomi. Kwa hivyo wapenzi, katika nyumba ya wana wa Naftali, Naftali vile vile alikuwa ni wa Recho kwa sababu alizaliwa katika Nabiliha. Kwa hivyo sasa mkuu wa Pedahali mwana wa Amihudi ndiye aliyeteuliwa. Hao ndio Bwana aliwaagiza wawagawanyie urithi wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani. Hao ndio Mungu alichagua mwenyewe. Nataka kuambia nini? Wakati tunaingia katika mambo ambayo ni ya kiungu, ni lazima tuwe watu wa maombi, tuwe watu tunamuita Mungu, ndio atuonyeshe kabisa ni nani atakayeweza kufanya kazi ile. Mtu yeyote asilazimishwe, kwa sababu akilazimishwa hataiweza. Lakini mtu ambaye anasikia kutoka kwa Mungu, itakuwa Mungu ndiye amemteua kufanya ile kazi, na hata kuwa analazimishwa, kwa sababu tayari hiyo kazi iko ndani yake. Mungu anafanya akiwa ndani yake. Wapenzi, hao ndio walioteuliwa. Hebu tuwaone, uangalie vizuri. Nataka uangalie mtu wa kwanza ambaye aliteuliwa, aliitwa Eliazeri, naye alikuwa ni kuhani. Huyu anawakilisha Mungu. Kwa mambo yote inayofanywa lazima tuwakilishe Mungu, awe pale akiwa Mungu. Na wa pili alikuwa ni huyu jemadari ambaye ni Joshua mwana wa Nuni, akawa ndiye kiongozi ama jemadari ama kama president wa kuongoza watu na kutoa amri ambazo ana mamlaka. Mkimkasirisha mfalme, ana mamlaka ya kuhukumu hata kuua. Kwa hivyo akawekwa pale akiwa jemadari. Huyu tunajua Joshua alikuwa jemadari wa vita, sio kubembeleza. Na vile vile kukachaguliwa katika nyumba ya Yuda, akachaguliwa Caleb mwana wa Yefune aliyekuwa na roho mwingine, lakini Mungu alimpenda. Hao walikuwa ni watu ambao ni independent, watu walio huru. Mtu wa Mungu, mtu ambaye ni jemadari kiongozi, na mtu ambaye ni kutoka katika mataifa mengine, lakini ambaye anakubalika katika ufalme huu kwa sababu ya kutii Mungu. Alimtii Mungu na akawa na imani katika Mungu. Na sasa tuone wale wa ndani. Katika nyumba ya Lea pakawa na Shemueli mtoto wa Simeon, na katika nyumba ya Benjamin pakawa na Eldadi, huyu ni wa Recho, na pakawa na Dan Bilha, yani huyu ni wa Recho, na vile vile pakawa na wa Yusufu, huyu Manase na Efraimu, hawa wote ni wa Recho. Na vile vile tukaona hawa watatu wa Zebulon na Isasha na Asheri, hao ni wa Lea, na vile vile huyu wa mwisho Naftali alizaliwa na Bilia akiwa wa Recho. Kwa hivyo wapenzi, tunaona namna gani kuna kuhani mmoja na kuna kiongozi mmoja na kuna mtu huru mmoja, na vile vile katika nyumba ya Recho kumechaguliwa watu watano. Watu watano, watatu
ni kuzani wale ambao walizaliwa huko, na 2 ni wale ambao walizaliwa na Rachel mwenyewe. Kwa hivyo 2 na wale waliozaliwa na Bilha 3, wote ni 5 katika nyumba hiyo, na katika nyumba ya Lea walikuwa 4. Kwa hivyo wote wakawa 12. Yaani ukichukua kuhani, kuongeza kiongozi Joshua, kuongeza Caleb, hao ni 3, kuongeza hawa 5 ambao ni wa nyumba ya Rachel, hao ni 8, kuongeza 4 wa nyumba ya huyu Lea, wote wakawa 12. Hao ndio Mungu aliteua, ndio watakao gawa nchi. Si kila mtu anagawa nchi, si watu moshene kuitwa kuletwa, wataharibu. Wacha Mungu ajiteulie watu watakaoongoza kongamano la watu wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, leo tutakoma kwa hapo, na Mungu wa rehema awabariki. Somo letu la 34, umeona vile nchi inagawiwa. Wakati tunagawa katika nyumba ya Mungu, wakati tunafanya kazi ya Mungu, tuangalie sana tusije tukapita mipaka, tukaenda kwa mataifa, kwa sababu tukienda tutaachana na Mungu. Lakini tukikaa, Mungu ametupa urithi mahali tuna utajiri wa kila aina. Ametuzunguka kwa uhai maji, ametuzunguka kwa uhai na utajiri mwingi, na mito inatiririka ya Yordani kati yetu. Kwa hivyo baraka za Mungu zinaandamana pamoja nasi, inaitwa the Lord's blessings. Kwa hivyo Mungu awabariki. Tutaendelea katika somo la 35 wiki ijao. Umeona vile watu wa Mungu wanatakiwa kugawiwa nchi. Usije ukagawa kwa akili zako, usije ukajichanganya, kwa sababu tayari Mungu amekufanya mrithi pamoja na Kristo. Lo,